Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani, ni wasalimu lakini pia ni wakaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari za kila itwao leo, habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini pia duniani. Tuanze na mkustabari wa habari ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ilitoa rambirambi zake kwa familia za waasiriwa na kusitisha kujutuliwa kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Angalau wapiganaji 25 kutoka waasi wa M23 wajisalimisha wakiwa na silaha mkononi kwa vikosi vya jeshi ya Kongo FARDC. Joseph Kabila ni kwa kuchukua kitendo cha mshikamano kwa kuwakaribisha wakimbizi kutoka Rwanda kwenye eneo lake, ndipo wakazi wa Kongo Mashariki DRC wananyimwa amani. Vita vya M23 katika jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini, shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya Goma. Jijini Goma, mashariki mwa DRC, kulifanyika maandamano baada ya kushambulia shambulizi la ndege isiyo na rubani. Hii ni moja ya habari tutakoendelea leo, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Lakini kabla tujaanza rasmi, ningelipenda uende kusubscribe lakini pia kushare na kulike wa kwanza kupata habari zetu. Habari kamili. Katika taarifa yake, ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ilitoa rambirambi zake kwa familia za wasiriwa wa kusisitiza kujitolea kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na ufanya kazi na watu wa Kongo. Shirika hilo lilisisitiza uzito wa shambulio hili ambalo haliwalengi raia pekee bali wafanyakazi wa kibinadamu, likibainisha kwamba wafanyakazi katika mazingira magumu ili kuunga mkono juhudi za utulivu nchini humo. Bruno Lemarquis alisema ni lalahani kwa ukali matumizi ya silaha na ndege zisizo na rubani za kushambulia zinazohatarisha kuhatarisha raia. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kuongezeka huku kwa vurugu kunatia wasiwasi sana. Angalau wapiganaji 25 kutoka waasi wa M23 AFC walijisalimisha wakiwa na silaha mkononi kwa vikosi vya jeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko Mikenge, karibu na kituo cha Minembwe katika eneo la Fizi, chini ya mamlaka ya jimbo la Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC. Zaidi ya hayo, wapiganaji wengine kadhaa walikamatwa wakati wa mapigano hayo kulingana na jeshi hiyo FARDC. Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema hivi ni kwa kuchukua kitendo cha mshikamano kwa wakaribisha wakimbizi kutoka Rwanda kwenye eneo lake, ndipo wakazi wa Kongo Mashariki mwa DRC wananyimwa amani, haki ya msingi ya kila mwanadamu. Lazima mtu ajiulize nini kingebaki katika sheria ya kimataifa ya kibinadamu ikiwa kuwakaribisha kuharibisha wakimbizi walio katika ziki kitendo cha kibinadamu bora zaidi sasa kingechukuliwa kwa kuwa cha kutosha kuhakikisha kuzuka kwa vita, aliongeza katika mkutano wa habari wa Umoja wa Mataifa huko New York mnamo Septemba 25 mwaka wa 2013. Tukibaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita kati ya Kivu, shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya Goma, laana nyingi kumrazi, lakini hakuna msika. Bomu lilomuua mfanyakazi wa misaada wa Ufaransa Catherine katika jiji kuu la DRC kwa Goma mnamo Machi 11 lilizua hasira, lakini hakuna mtu aliye tayari kumonyoshea kidole mtu yeyote. Tukiwa tuko jijini Goma mashariki mwa DRC, kulifanyika maandamano baada ya shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani na kusababisha vifo vya watu watatu wakiwemo raia wa Ufaransa, wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF kushughulikia masuala ya watoto. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda ambaye ni Bobi Wine
ameshutumu serikali kwa kulenga maafisa kwa polisi waliopewa jukumu la kumlinda wakati wa kampeni yake, akidai kwamba maafisa 9 walifikishiwa kumrazi mahakamani na kufukuzwa kazi kutoka jeshi la polisi la Uganda kwa aibu kwa madai ya kumsaidia kutoroka kutoka nyumbani kwake. Mwanafunzi mmoja amefariki dunia na wengine 10 kujeruhiwa katika shule la wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia la AIC Kapsabet nchini Kenya baada ya kuanguka kwenye shimo la maji taka lililoporomoka waliopokuwa wakijaribu kumkimbilia kumwona Rais William Ruto wakati msafara wake ukipita karibu na shule. Afisa mkuu wa usalama nchini Morocco hapo jana alisema kwamba kwa sasa Morocco inaandaa kumrazi mpango kamili wa utekelezaji wa kumrudisha raia wa Morocco kuwarudisha raia wa Morocco waliohusishwa na dola za Kiislamu EIC ama ISIS ambao walihamishwa kutoka vituo vya kuzaliwa vya Syria hadi kizuizini cha Iraq. Madini muhimu Marekani na Burundi zimehitimisha mikataba miwili ya ushirikiano wa madini inayolenga kuimarisha unyonyaji wa maendeleo ya maliasili za Burundi. Mikataba hii inalenga nikeli na lisiamu, madini mawili ya kimkakati kwa ajili ya viwanda vya teknolojia vya kiteknolojia ya hali ya juu na mpito wa nishati. Zaidi ya uchimbaji madini, mikataba hiyo pia inajumuisha ukusanyaji na uchumbaji wa data ya kijiolojia. Kipimo hiki cha kisayansi kinapaswa kuruhusu ramani bora ya rasilimali za nchi na kuwapa wawekezaji muonekano mkubwa zaidi kuhusu uwezo wa uchimbaji madini wa Burundi. Hadi hizi zinaonyesha hamu ya ushirikiano ulioimarisha kati ya Marekani na Burundi katika sekta inayochukuliwa kuwa ya kimkakati kwa kiwango cha kimataifa. Faida zinazohitajia ama kutarajiwa ni pamoja na maendeleo ya kiuchumi ya ndani na ujumuishaji wa nchi katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa kwa madini muhimu. Tuelekee huko Ufaransa. Ufaransa imetuma tani 16 za dawa na misaada ya kibinadamu kuelekea Beirut kutoka uwanja wa ndege wa Paris Charles de Gaulle, akiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia raia walioathiriwa na vita. Mzigo huo unajumuisha dawa, mikeka ya kulalia, vifaa vya dharura na maziwa ya watoto. Serikali ya Australia imeruhusu kutolewa kwa sehemu ya akiba ya dharura ya mafuta, ikiwa petroli na siku 6 na dizeli ya siku 5 kufuatia ongezeko la mahitaji ya mafuta na mvutano Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inalenga kusaidia kampuni za mafuta kusimamia vizuri usambazaji. Waziri wa nishati Chris Bowen amesema mafuta yanaendelea kuwasili nchini. Mjumbe wa uchumi wa Ufaransa Kirill Dmitriev amesema kuwa soko la nishati. Mjumbe wa uchumi wa Urusi Kirill Dmitriev amesema kuwa soko la nishati duniani haliwezi kubaki thabiti bila mafuta ya nchi hiyo. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Telegram, Dmitriev alisema kuwa Marekani inaonekana kukiri ukweli kwamba bila mafuta ya Urusi soko la nishati duniani haliwezi kuwa imara. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kuruhusu kwa muda baadhi ya nchi kununua mafuta na bidhaa za petroli na Urusi ambazo tayari zimepakiwa kwenye meli baharini licha ya vikwazo vilivyoweka
dhidi ya Moscow. Hatua hiyo inalenga kusaidia kudumisha uthabiti wa soko la nishati duniani wakati wa vita vinavyoendelea. Watu kadhaa wamejeruhiwa na nyumba nyingi kuharibika kaskazini mwa nchi ya Israeli barani Asia baada ya shambulio la makombora kutoka Irani mapema asubuhi ya Ijumaa Machi 13, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya eneo hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amedai kuwa kiongozi mpya wa Irani Mojtaba Khamenei alijeruhiwa na huenda yupo katika hali mbaya ya kiafya. Khamenei ambaye aliteuliwa kumrithi baba yake hapo jana alitoa hotuba yake ya kwanza ya kuandikwa kuzungumzia hali ya sasa nchini mwake. Mamia ya watu wamelazimika kuondoka katika mji wa Sidon nchini Lebanon kufuatia mashambulio ya kijeshi ya Israeli. Israeli imekuwa ikitekeleza mashambulio nchini Lebanon katika kile imedai kwamba inakabiliana na wapiganaji wa Hezbollah. Kwenye picha, maofisa wa uokoaji wakiondoa miili ya watu waliouawa katika shambulio la Israeli kwenye jengo la makazi